Yaani mimi nimekuja hapa na shida. Yaani maisha yamenipiga, sina mbele wala nyuma. Usiseme hivyo. Mbele unapo na nyuma unapo vile vile. Tena unaweza kuta pakubwa. Basi tutakuchangamkia fursa. Au una uhakika na nyuma tukuoneshe? Don't lie. Bwana mimi naomba nisikize shida yangu. Shida yangu yani hapa. Okay, sawa. Mimi kabla hujafika mbali, kabla hujaelezea shida yako. Inabidi uache chochote kwa mizimu. Yaani hapa ni kama unavyoenda kumuona daktari kwenye hizo na nili zenu huko. Kwamba daktari kasomea, nyie si mnalisi tu wa mauchawi, nyie vipi? Na sisi tunasomea. Ndio maana kwa hichi mtu anaweza mwingine hawezi. Okay. Mzarau mwiba mguu wote tende. Sasa sisi uoti tende. Tutakuotesha kitu nyuma. Kama tuheshimu. Mzarau huku ni mzarau mwiba, mwili ukatwa kende. Don't lie. Utaratibu umekaje? Itabidi utoe kule, mnatoa hela kwa ajili ya kumuona daktari. Huku natoa hela kwa ajili ya mizimu iweze kusikiliza shida zao. Sina sasa mimi hela cash mimi. I always work with card, natembea na card. Sina cash. Mambo yetu ya sawa. Hapo tunihudumieni, tutamalizana hela baadaye. Mpaka ni kadi, mpaka tutafute huku ma ATM saa hizi ndugu zangu. Nyie nisikilizeni shida yangu. Tuendelee na mambo mengine. Huu ni mwaka mpya ambao sisi wenyewe pia tunajua usalama wa fedha. Basi tayari. Kwa hiyo unaweza katoa hiyo kadi, tukamaliza hapa. Hebu ungechanja hapa. Chanja haraka kwamba tufanye kazi nyingine. Na sisi tupokeaje keshi siku hizi. Sawa ganga ina ya nini jamani? Mbona mtongeza kawaida. Sasa utamletea nini keshi? Umeweka madawa yako aanze kula kaila kadogo tuliko kachukua. Leta na nilika. Sasa yenyewe mmeitoa wapi? Waganga mmeleta kadi tumeleta biashara ili mizimu isichukie. Nyesi kama ina hela basi. Nikajua nikisema hivyo mtatoa. Hiyo hapo kata. Chanja hapo, chanja mizimu imsaidie mjukuu. Chanja. Haya, shika sasa. Unanuna tena wakati umekuja kupata huduma. Unaona tunakuificha huko. Yaani napata joto huko. Yaani ni mtambo hapo karibu na mitambo. Yaani mtambo huko karibu na mtambo mwenzio. Kuna muda mtambo unachapa mtambo. Mimi bwana, changamoto yangu nimefukuzwa kazi. Umeona? Sawa. Kwa nikasema nisikae kinyonge. Ulikuwa unafanya kazi gani? Kazi sikuwa na. Kwa nini hivyo? Mimi nimeanzia kwenye kufukuzwa. Wewe umeanzia mwisho? Nimeanzia mwisho ndo narudi sasa kazi. Njoo sasa mwanzo. Pole. Sasa ndo nimesema kwa nini nifukuzwe kazi? Yaani kwa nini niwe na nyota ya kufukuzwa kazi kila siku? Kwa hiyo nimekuja kwenu mnisaidie, mimi nataka kuwa boss. Shusha mzigo, umesikia anachokitaka? Anasema? Eti anataka kuwa boss. Yaani unamfanyaje mtu awe boss? Yaani okay. Yaani niwe tu hivi naheshimiwa, yaani na wewe ni mganga kidogo. Nifanye mimi niwe boss. Yaani mimi plan yangu niwe naheshimiwa, watu wananiheshimu niwe boss, wananiita boss, wadada ndio sekretari anapokea simu zangu hivyo yani. Ungeanzia kwanza, ungepata kwanza kazi. Ili ndo uwe boss. Sasa wewe hata kazi. Nyinyi ndo waganga wale mnashindwa kufanya, kwa nini mpaka kila kitu tufuate utaratibu? Nyinyi maana kwa waganga. Sasa uchawi wenu faida yenu nini sasa? Mimi kweli usinifokee. Mimi asila waga zipo karibu. Usinifokee kabisa. Yaani nakupiga. Sio lazima utaratibu ufuate. Nyinyi niwekeni mimi niwe boss, mbona mnakuwa mna mambo ya ajabu? Au uganga huwawezi? Kama basi hamwezi. Okay. Kwa akili ya kawaida. Wewe unadhani sisi na wewe tumezidiana umri mrefu sana ndugu yangu. Yaani watu wangu hivi si ni wazee sana, yaani unautaka bosi peke yako. Ngoja nitoe hiki hapa. Wewe unadhani mimi na wewe tumezidiana umri? Sisi ni vijana wenzio. Sisi wenyewe tungekuwa na uwezo huo, tungekuwa mabosi kwenye ofisi za watu. Au sababu ya hiyo 10,000 ambao tumechanja huko. Huu ni mkate. Wewe unajua kama ni mkate huu? Wa kila siku tunaomba kila siku kwenye amri za. Yesu tunaomba huu mkate, tupe mkate wa kila siku ndio huu. Sasa wewe unataka uwe bosi. Hebu badilisha na nilii maombi bana. Vitu vingine. Alafu huu serious wa usoni ungeweka kwenye kutafuta maisha, sio kuja kukoromea waganga. Alafu msiombe vitu ambavyo unakunja sura kama utakaweka kwenye begi. Msituombe vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu. Omba kitu cha kawaida. Mimi nimeelewa. Mimi nisaidieni basi. Nimevutiwa na kazi yenu ya uganga. Mimi nataka kwenye uganga wangu kama nikiwa mganga niwe tofauti kidogo na ninyi. Yaani sitaki niwe mganga local, yani kama hivi anakaa kwenye mapoli hivi mashuka bei rahisi hivi sitaki. Nataka niwe mganga fulani hivi classic, yani brand, yani mganga fulani najibrand. Na hudumia viongozi wa serikali na watu wa Masaki huko nalipwa kwa dola. Nataka niwe mganga wa style hiyo, nichekesheni hapo dawa hapo tuwe mimi ndoke zangu. Wewe hapa tokea umekuja hapa umemwona mteja wetu tulie naye? Mteja tulie naye umemwona? Si mimi nadhani. Huyu uliyepishana naye wakati nakuja nimemwona yule jamaa. Tuanze na huyu ambaye tuko naye mbele yetu. Wewe ni boss. Wewe ni Mungu. Wewe ni kiongozi kutoka Masaki. Wewe ni kiongozi kutoka Masaki. Ingekuwa hivyo jamani, situngekuepo sisi. Omba vitu ambavyo hata sisi hatuwezi kuvitamani. Unajua kuna maisha unayataja, mwenyewe natamani kwamba haki ya Mungu nikiyapata hayo
namtumikia Yesu mpaka nafariki. Gegele mpaka kwa kaburi. Au unatuona kama matako yako? Ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Lete umkate sasa hapo mke. Ndivyo hivyo. Nasema saidia umkate hapo wakati tunaendelea kubishana tu. Sasa tubishana nini? Hapo ni haiwezekani. Kama bangi bangi na nili. Saidia mkate mama. Umesikia? Yaani wewe inabidi waje ndugu zako utibiwe kwanza akili. Kweli. Hii 10,000 kweli ya kuwaona mtaalamu. Mimi hata sitaki tena kuweka mausili, acha tu nikae kama mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu mmenisaidia kitu gani? Yaani hapa cha kusaidia ni ushauri kwamba nenda. Sasa nisaidie ni 5,000 nipate. Hamna, subiri tukatie mkate ndugu yangu, labda usepe. Sasa mkate wa nini bwana? Wewe unakuwa na huruma kiasi hicho. Nikatie basi kama unakuwa na roho hivyo ndugu yangu. Huruma kwa kipi? Yesu mwenyewe aligawiwa tu mikate. Ninyi kwa nini mnashindwa kuwa na roho nzuri? Yaani mambo mengine. Sepa basi. Huyu ganga unalipa kwa? Huyu njaa huyu. Sasa utaachaje kulipa? Unaona watu tumenona hivi. Unaona sawa. Unapata vyakula kama wanachua. Yaani unashinda mikate kama wanachua. Hatuna hela ndugu yangu. Just enjoy the meal. Basi sawa kwenye utakuwa tajiri maisha yako yote, nenda. Unajua kitambaa jua kali kile. Nenda utakuwa tajiri maisha yako yote. Utakuwa tajiri mpaka unakufa. Na Mungu atakubariki kama nyie.